Karibu mwana michezo, lakini pia karibu mtazamaji na mfuatiliaji wa channel yetu ya Biomedia kwa ajili ya kuangazia zile habari ambazo zimeweza kutufikia hapa. Langu jina kama kawaida ni Official Rose Day. Twende sambamba mpaka tamati kwa ajili ya kukuhabarisha yale ambayo yameweza kujiri mjini. Dabi ya Kariakoo, Simba dhidi ya Dar es Salaam African yazidi kushika kasi. Bodi ya ligi yatoa tamko uwanja utakaotumika na bei za tiketi. Dabi ipo pale pale. Ni tarehe 15 ya mwezi Juni 2025. Itakoje kwa upande wa wenzetu Dar es Salaam African itakwenda kufahamika. Lakini iko hivyo, afisa habari wa bodi ya ligi kuu Tanzania bara TPLB Karim Boimanda ametoa ufafanuzi muhimu kabisa kuhusu maandalizi ya mchezo mkubwa ambao unasubiriwa kwa hamu kubwa, dabi ya Kariakoo kati ya watani wa jadi Simba dhidi ya Dar es Salaam African. Na mchezo huo unatarajiwa kuchezwa Juni 15, 2025. Na ni katika mahojiano maalumu kabisa na vyombo vya habari, Boimanda ameweza kusema maandalizi ya mchezo huo yapo katika hatua nzuri, huku akieleza kuwa taarifa rasmi kuhusu uwanja ambao utatumika na utaratibu wa tiketi ambazo zitatolewa mapema kabisa wiki ijayo. Lakini pia Karim Boimanda amesema kwamba wanatambua ukubwa wa mchezo huo na umuhimu wake kwa mashabiki wa soka katika taifa letu la Tanzania. Kwa sasa bado kuna taratibu za kiufundi pamoja na kiusalama ambazo zinaendelea kujadiliwa na mamlaka husika, then mambo yataendelea kuwa mazuri. Hivyo taarifa itatolewa rasmi kuhusu uwanja pamoja na tiketi kabla ya katikati ya wiki ijayo. Lakini pia kwa mujibu wa vyanzo vya ndani kabisa, kuna uwezekano mkubwa ni kwamba mchezo huo utachezwa uwanja wa Benjamin Mkapa pale jijini Dar es Salaam, ndiko ambako kitawaka dhidi ya watani wa jadi ambao ndio wenye uwanja huo wa Mkapa, ndio ambao una uwezo mkubwa zaidi wa kuhimili idadi kubwa ya mashabiki ambao wanatarajiwa kufika kwa ajili ya kushuhudia dabi hiyo. Na kuhusu tiketi bwana, Boimanda ameeleza kuwa mfumo wa kidigitali utaendelea kutumika vyema kabisa, lakini pia vituo maalumu vya mauzo ya tiketi za kawaida vitaweza kutangazwa ili basi watu waende wakajichukulie tiketi za kwao, kuwapa mashabiki wote fursa ya kupata tiketi kwa urahisi kabisa. Lakini pia mashabiki wamewataka kuepuka kununua tiketi kutoka kwa wajanja wa mitaani, kwani zitawekwa alama za kiusalama ili kudhibiti wizi pamoja na ulanguzi. Kama ambavyo tunafahamu, janja siku hizi mjini ni nyingi sana. Kwa upande mwingine bwana, TPLB imesisitiza kuwa kwa kushirikiana vyema kabisa na jeshi la polisi, mamlaka nyingine za kiusalama, mipango madhubuti itawekwa kwa ajili ya kuhakikisha mchezo huo basi unafanyika kwa amani, usalama pamoja na nidhamu ya hali ya juu. Na mchezo huo bwana utakuwa ni mzito na mkubwa sana, si kwa sababu ya ushindani wa kihistoria tu, no, bali pia ni kwa sababu huenda ukawa wa kuamua nani bingwa msimu wa ligi kuu barani Afrika 2024-2025 kulingana na matokeo ya mechi za mwisho za ligi namna ambavyo zinaendelea. Lakini pia Boimanda amehitimisha kwa kuwataka mashabiki wa pande zote mbili, kwa upande wa Simba Sports Club lakini pia upande wa Dar es Salaam African, kwa watulivu na kujitayarisha mapema kabisa kwa ajili ya burudani ya aina yake ambayo daima huwa inavutia hisia taifa kwa jumla. TPLB inahakikisha kwamba wanatoa taarifa kwa wakati na wanaomba mashabiki wao wavumilivu kwa sasa na waendelee kujitayarisha kwa ajili ya kupokea mchezo wa kuvutia wenye ushindani pamoja na hadhi ya kimataifa. Hii ni taarifa kutoka kwa bodi ya ligi TPLB. Mambo yako hivyo. Namna gani kwa Dar es Salaam African ambao msimamo wao umeshikiliwa pale wa hatuchezi ngo, itakuwaje? Mambo yatakuwa vipi? Kama ambavyo tumekusogezea taarifa siku zilizopita, hatua ambazo zitachukuliwa endapo timu ya wananchi ikashindwa kuleta timu uwanjani siku hiyo na kuruhusu wachezaji wao kucheza. Nini ambacho kitachukuliwa? Ni hatua gani ambazo zitachukuliwa dhidi yao? Tulishakwisha kukusogezea taarifa hiyo, tunazidi tukukupa muendelezo namna ambavyo mambo yanawekwa vizuri kabisa, mikakati inazidi kuwekwa sawa kwa ajili ya kuhakikisha mechi inachezwa Juni 15 na uwanja ambao inasemekana kwamba utatumika ikiwa ni uwanja wa Benjamin Mkapa pale jijini Dar es Salaam.
Kwako mtazamaji na mfuatiliaji wetu wa channel hii ya Biomedia, unalipi la kuzungumza? Yapi ni maoni yako? Bado msimamo wa hatuchezi uko pale pale ama mambo yanabadilika tunacheza? Itakwenda kufahamika. Mimi na Official Rose D on the microphone kwenye 1 na 2 kwa ajili ya kuhakikisha basi unazipata zile zote za kiburudani, michezo, habari za kijamii pamoja na udaku. Endelea kusubscribe, endelea pia kusalia nasi. Instagram, Facebook pamoja na TikTok tunapatikana. Jina ni moja tu, Biomedia. Utaweza kutupata kwa uzuri na kupata taarifa za kwetu.